ipi uliona kutoka kwangu? Yule bwana akamwambia, kuntu gharikan fi nawmi, nilikuwa nimezama katika usingizi wangu. Laulaka, lau kisingelikuwa wewe, latahaddama aljidaru alayhi, kuta lingeniporomokea mimi. Fa asbahtu fi idadi al-amwat, ningelikuwa katika wanaohesabiwa kuwa ni maiti. Sasa ankadhata umri, umeokoa umri wangu. Ankadhata hayati, umeokoa maisha yangu, kwa sababu isingelikuwa ni wewe, kuta ingeliporomoka ikanimaliza, ikaniua, nikahesabiwa miongoni mwa waliokufa. Iblisi akamwambia, umruka la yashghaluni, umruka la yashghaluni wa hayatuka la tuhimmuni, umri yako hainishughulishi, sina shughuli na umri wako, na uhai wako hainihusu kwa chochote. Innama fa'altu ma fa'altu liannani khiftu an tamuta shahida. Sawa, akamwambia, hakika sio jambo jengelelo, mimi nilifanya, nimetenda haya niliyoyatenda ya kukuokoa, kwa sababu niliogopa usije ukafa shahidi. Sawa sawa, kuta lingeliporomokea yule mja angelihesabika amekufa nini? Amekufa shahidi. Huyo ndiye Ibilisi ambaye leo hii dunia inakongamana kwa ajili ya kumpa hadhi. Dunia iko katika heka ya kumtukuza na kumpatia cheo huyu Ibilisi, pamoja na kuwa amechukua ahadi ya kumsambaratisha huyu mwanadamu. Sasa hakuna awezaye kutukinga kutokamana na vitimbi na vituko ya huyu isipokuwa nani? Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ametuhimiza akatuambia, fa idha qara'ta alquran, pindi utakapoisoma hii Quran, wa idha qara'ta alquran, pindi utakapoitalii hii Quran, fasta'idh billah, takakinga na yeye Mwenyezi Mungu, minashaitani rajim, kutokamana na huyu shaitan aliyefukuzwa na kutengwa mbali kutokamana na rehema ya Allah. Sasa tunamuomba Allah atuhifadhi kutokamana na vitimbi vya huyu kiumbe. Kisha tunashikamana na mafundisho na maelekezi ya Bwana Rasul salawatullahi alayhi wasallam, ili alipotuambia kuwa kullu dhi balin lam yubda'u bihi biismillah fahuwa aqta'u au abtaru au ajdaru, kila jambo linalomshughulisha mwanadamu, lililomo ndani yake manufaa ya huyu mwanadamu, lam yubda'u fihi biismillah, haikuanzwa kwayo jambo kama hili kwa utajo wa kuitaja jina la Mwenyezi Mungu, fahuwa aqta'u au abtaru au ajdaru, huwa ni jambo lililokatikiwa na kheri au lililo na kheri chache kabisa. Na ndio tunashikamana na maelekezi ya al-Mustafa al-Habib al-Mustafa katika hali ya kutaka nini? Katika hali ya kutaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ateremshe baraka kedekede katika kikao hiki, aibariki kikao hiki, kwani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala auha, aliteremsha wahi, na katika wahi hiyo Mwenyezi Mungu qala, alisema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ahlu dhikri ahlu mujalasati, ahlu dhikri ahlu mujalasati wa ahlu ta'ati ahlu karami. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameteremsha
katika hadithul Qudus akasema, ahlu dhikri, watu wa utajo wangu, watu wa ukumbusho wangu, watu wanaonikumbuka na watu wanaonitaja, ahlu mujalasati, ni watu wanaokaa katika kikao changu. Hawa ndio waja wanaomkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ndio waja wanaomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ahlu mujalasati, watu wa kikao chake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kikao chake Allah, sio kuwa Allah amekaa pamoja na sisi katika kikao lakini kikao kinachotajwa ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kikao kama kile huwa ni kikao cha nani? Kikao yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo akasema mujalasati, wanaonikalisha katika nini? Katika kikao changu. Wa ahlu taati, ahlu karamati, na watu wenye ahlu taati, watu wa kunitii. Hawa watu ndio watu watakaokuwa ahlu karamati, watu wa ukarimu wangu, wanaomtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio waja watakaoshuhudia ukarimu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaendelea kusema Mwenyezi Mungu kwa huruma yake yeye Allah juu ya waja wake, akasema, wa ahlu maasiyati la uqannituhum abada. Ahlu maasiyati, na watu wa kuniasi, la uqannituhum abada, watu kama hawa siwakatishi tamaa abadan, milele. Intabu fa ana habibuhum, wakati atakapozinduka kutokamana na ghafla waliomo ndani yake ya kuniasi wakafanya tauba, basi Mwenyezi Mungu anasema fa ana habibuhum, mimi ni nani? Mimi ni kipenzi chao, ninawapenda. Inaasu fa ana tabibuhum, watakapoasi basi mimi ni nani? Mimi ni daktari wao. Sawa sawa. Yeye Allah hakunawa mkono kutoka kwa waja wanaomuasi akasema hawa si wangu, ni wa sheitani. Sawa sawa. Sisi waja wa Mwenyezi Mungu ndio tunamgawia sheitani fungu kutokamana na waja wa Mwenyezi Mungu. Wadeta sheitani magasma na nirkubatal magasma wote sheitani, sisi ndio tunagawa fungu kwa sheitani. Lakini Allah ana khaliq, haja nao mikono kutokamana na waja wake, waja wanaotekeleza maasi. Anasema inaasu fa ana tabibuhum, ikiwa wataasi mimi ni nani? Mimi ni daktari wao. Akataribu liman ibtaada minhum, najikurubisha liman ibtaada minhum, kwa yule kwa wale ambao wamejitenga mbali. Mimi najikurubisha, ya Allah ndiye anayepiga hatua kujikurubisha kwa hawa waja. Wa atalaka man yatini min ba'id, na Mwenyezi Mungu anasema atalaka, nampokea nani? Anayeniijia ila hali yuko mbali kule, tayari Mwenyezi Mungu amefanya nini? Anampokea mja kama yule. Kisha anauliza, anasema alahum rabbun ghairi, pamoja na mkuasi kwao hawaja, je, wana Mungu mwingine asiyokuwa mimi? Alahum rahimun siwaya, je, wanaye Mungu mrehemevu mwenye huruma asiyokuwa mimi? Mwenyezi Mungu ni rahim, anawapenda waja wake, wala hakuwaumba waja wake kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kwenda kuadhibu, hasha wakanda. Hakuwaumba waja wake kwa madhumuni ya kwenda kuwatupa motoni, hasha wakanda. Mwenyezi Mungu hakuwaumba waja wake kwa sababu kama hii. Ndio tunapewa habari Musa alayhi salam, katika wakati miongoni mwa wakati alikwenda katika miqat kumzungumzisha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumaliza mazungumzo yake, akamuuliza Mwenyezi Mungu kwa
unyenyekevu mkubwa. Akamwambia, ya Allah, sio wewe uliyeumba waja wako tena kwa mikono yako? Allah akamwambia, ndiyo, mimi ndiye niliyowaumba. Akamuuliza, je, imekuwaje leo hii katika waja wako wewe unaotaka kuwatupa motoni, imekuwaje? Mwenyezi Mungu akamwambia Musa alayhi salam, nenda akafanya nini? Nenda katekeleze shughuli ya ukulima, nenda ukalime. Sawa sawa, nenda katayarisha shamba, ikifika wakati wa kupanda tutakupa habari. Musa kaenda akalima, ikafika wakati wahi ikaja, imefika wakati wa kuweka mbegu kwenye ardhi. Musa alayhi salam akaweka mbegu. Baada ya kupanda mbegu ikaota, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akanyunyiza maji yake, mbegu ikaota. Ikafika wakati wa kupalilia, Musa akaletewa habari, imefika wakati wa kufanya nini? Wakati wa kupalilia. Musa akapalilia shamba, mimea ikakua mpaka ikakoma, ikafika wakati wa kuvuna. Musa akaletewa habari, imefika wakati wa kuvuna. Musa alayhi salam akavuna mazao yake, akayakusanya, akaenda nayo, akaanza kushughulika katika hali ya kufanya nini? Katika hali ya kutawanyisha yaliyo mazuri ya kuwekwa kwenye ghala na yaliyo mabaya. Akashughulika, akatoa mazuri yote nini pia kwenye ghala ambayo yalikuwa ni mabuya, hayasuluhiki kwa matumizi. Musa alayhi salam akavikusanya, akaweka pembeni, akatia moto. Aliporudi katika miqat, Mwenyezi Mungu akamuuliza, ya Musa, sio wewe uliyolima shamba? Akamwambia, ya Allah, ni mimi. Sio wewe uliyopanda? Ni mimi. Imekuwaje baada ya kuvuna kuna mavuno mazuri umeweka kwenye ghala na mengine ukayatia moto? Imekuwaje? Sasa mwanadamu mwenyewe atajiamulia anataka nini na maisha yake. Ikiwa anataka kuwa katika watu wa kudumu katika adhabu, khiari ni yake. Wa hadainahu najdain, huyu mwanadamu tumemwelekeza nini? Manjia mawili. Ukishika hii utafika katika kwenye radhi yangu, ukishikamana na hii utafika katika nini? Katika halak, maangamivu. Utajiangamiza ukishikamana na hii. Kisha tukapewa uhuru ya kuchagua. Mwenyezi Mungu na atupatie mwelekeo mzuri, atufikishe katika radhi yake. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kutueleza habari ya waja wema, jinsi watakavyostahereka katika mapepo, katika mabustani na katika pepo watakayoyaingia, akatupa habari vile vile na jinsi waja watakavyoneemeka kutokana na neema za Allah za aina mbalimbali. Anawaambia, wa tilkal jannatu allati urithtuha bima kuntum ta'malun. Wa tilkal janna, na hii pepo mlioyaingia ndio pepo allati, ambayo urithtumuha, mumerithishwa, bima kuntum ta'malun, kwa yale mliokuwa mkiyatenda kule duniani. Jazaa, na malipo na amal mlioyatenda kule duniani, ndio huku kuingia kwenu katika pepo. Na hii pepo mumerithishwa kama vile maiti anavyofanywa nini, anavyorithiwa. Mtu akirithi baba yake, haki huwa imetoka kutoka kwa mkono wa almarhum ikahama mpaka kwa mkono wa nani? Kwa mkono wa mrithi aliyorithi. Sasa pepo hizi ni haki yenu kutokana na amali mliyotenda kule duniani, ndipo saa tumewaingiza katika pepo hii, na pepo hii tumekurithisheni
kama vile anavyorithishwa mrithiwa baada ya mrithi baada ya mrithiwa kufa. Tena hayo mmerithishwa bima kuntum ta'malun, kwa yale mliokuwa mkiyatenda kule duniani. Hawa ni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao wamenufaika kutokamana na makazi yao juu ya hii ardhi, wakajua kuwa hii ardhi ni mazaatun lil akhirah, ni shamba inapandwa kwayo yale ambayo yatavunwa kesho siku ya Kiyama, zama watu watakapokuwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tena lakum fiha fakihatun kathira minha ta'kulun. Lakum fiha, munayoni fiha, ndani ya mapepo haya, fakihatun, ndani ya mabustani haya, fakihatun, mnayo nyinyi matunda mengi kabisa, kathiratun, matunda mengi kabisa, tena ya aina mbalimbali, minha ta'kulun, kutokamana na hayo mtakuwa ni wenye kula, mtakuwa ni wenye kula kutokamana na matunda hayo. Sasa yeye Allah alitanguliza katika aya iliyotangulia hapo mbele, akazungumza akatuambia kuwa waja wema hao watakao kuwa peponi watazungushiwa masinia iliyojaa vyakula vya aina tofauti tofauti, na ambayo imeundwa kutokamana na dhahabu. Akatupa habari vile vile kwa waja wema hao watakunywa kutokamana na vikombe vya dhahabu vitakavyobeba vile vile mvinyo vya aina mbalimbali. Sasa starehe haitokamilika mpaka kuwe na nini? Mpaka kuwe na pudding vile vile. Sasa Mwenyezi Mungu anakamilisha safari kwa kuambia lakum fiha, munayo nyinyi fiha, ndani ya mabustani haya, mafakihatun, munayo matunda kathiratun, mengi, minha ta'kulun, ambayo vile vile mtafanya nini? Mtayamega baada ya kula. Baada ya kula aina mbalimbali ya vyakula, mkanywa aina mbalimbali ya mvinyo, mwisho mtaongezea na matunda, tena matunda mengi aina tofauti tofauti na ladha tofauti tofauti. Minha ta'kulun, mtakuwa ni wenye kula kutokamana navyo. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Sasa baada ya hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anagura na afkari zetu, anatuleta katika upande wa pili. Kwani katika upande wa kwanza amewazungumzia waja waumini na jinsi